Asante ndugu mtangazaji. Kwa jina naitwa Dr. Ladius Ludovic, daktari bingwa magonjwa ya figo katika hospitali ya rufaa ya Bugando. Leo napenda tuzungumzie kuhusu magonjwa ya figo. Magonjwa yanayoathiri figo yamegawanyika katika makundi makuu mawili. Magonjwa hayo kuna ugonjwa sugu wa figo na mshtuko wa figo. Ugonjwa sugu wa figo ni mgonjwa figo inashindwa kufanya kazi mgonjwa akiwa na dalili zaidi ya miezi mitatu, na mshtuko wa figo mgonjwa anakuwa na dalili za figo kushindwa kufanya kazi ambapo dalili zake inakuwa ni chini ya miezi mitatu. Kwa mgawanyo huo matibabu yake yanatofautiana kulingana na mgonjwa mwenye tatizo sugu la figo na mgonjwa mwenye tatizo la muda mfupi wa figo, au kwa jina la kitaalamu tunaita acute kidney injury. Takwimu kidunia ni kwamba magonjwa ya figo ni mojawapo ya magonjwa yasiyo ya kuambukiza, yanaathiri zaidi ya watu milioni 850. Kwa ufupi ni kwamba zaidi ya watu milioni 850 wanaishi na ugonjwa sugu wa figo, ambapo kila watu 100 watu 10 wanakadiriwa kuwa na tatizo la ugonjwa sugu wa figo. Kwa upande wa Tanzania nchini kwetu takwimu hazipishani sana na za dunia. Ni kwamba takwimu zinaonyesha kati ya watu 100 vile watu 10 wana matatizo ya ugonjwa sugu wa figo. Kwa upande wa hospitalini kwetu hapa, hospitali ya kanda ya rufaa ya Bugando, kwa kila wagonjwa 10 wanaolazwa kwenye idara ya tiba, wagonjwa wa 4 mpaka 5 wanakuwa na matatizo ya ugonjwa sugu wa figo. Kwa hiyo ndugu mtangazaji, unaweza ukaona tatizo lilivyo kubwa, hasa kadiri ya muda unavyoendelea. Na ili matatizo ya kuambukiza inasemekana kwamba hataongezeka kadiri ya muda unavyokwenda iwapo jamii isipochukua hatua. Ndio maana serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inashauri kupitia Wizara ya Afya, wanashauri watu kujitahidi kujiepusha na tabia ambazo zinaweza zikachangia kuongezeka kwa magonjwa yasiyokuambukiza, ambapo ugonjwa wa figo ni mmoja kati ya hivyo vitu. Dalili zake ni zipi? Dalili ziko maalum kwa magonjwa ya figo. Labda kabla ya dalili ningependelea kuzungumzia nini kinasababisha magonjwa ya figo. Ugonjwa sugu wa figo hasa unasababishwa na vitu mbalimbali, lakini zaidi ya 70% magonjwa mawili yanachangia pakubwa, ambapo ni ugonjwa wa kisukari kisiothibitiwa, lakini pia na ugonjwa wa shinikizo la damu, high blood pressure, pia na vyenyewe vinasababisha pakubwa. Lakini pia kuna mambo mengine ambayo yanachangia pakubwa kwenye tatizo hili la ugonjwa sugu wa figo. Magonjwa mengine ambayo yanachangia ni magonjwa ya kurithi. Kwa mfano, kuna baadhi ya magonjwa ambayo ukiwa nayo unaweza ukapata tatizo la ugonjwa sugu wa figo. Kuna ugonjwa unaitwa polycystic kidneys, ukiwa nalo kama hilo mwishowe unapata tatizo kama hilo. Lakini kuna watu wengine ambao wanakuwa na unene kupindukia, ni mojawapo ya vitu vinavyosababisha ugonjwa wa watu kama hawa wako kwenye hali ya kuweza kupata ugonjwa sugu wa figo. Lakini magonjwa mengine ni mfano magonjwa ya mfumo wa mkojo yanayojirudia, tunasema UTI inayojirudia. Kwa mgonjwa kama huyu yuko kwenye hali hatarishi ya kuweza kupata ugonjwa sugu wa figo. Lakini kuna maambukizi mengine ambayo pia yanaweza yakaleta magonjwa sugu ya figo. Lakini kwa upande
Vitu vingine vinaweza vikasababisha ni tatizo la mshtuko wa figo au tunasema acute kidney injury kama haikutibiwa vizuri. Kwa mfano, kwa kina mama wanaojifungua, wanaotoka damu sana, au kwa wagonjwa wanaotapika au kuharisha kwa muda mrefu, wamepoteza maji mengi, wanaweza kupata mshtuko wa figo au acute kidney injury. Sasa hiyo isipotibiwa kwa wakati, huwa mara nyingi inaweza ikaenda mbele zaidi, ikaenda kwenye ugonjwa sugu wa figo. Matatizo ni mengi yanayoweza kusababisha tatizo ugonjwa sugu wa figo. Mojawapo ingine ambao kwenye jamii tunaipigia kelele watu wapate elimu ni matumizi yasiyo sahihi ya dawa za maumivu zenye jamii ya diclofenac. Unakuta mtu anaenda kununua dawa bila kuandikiwa, na zile dawa anazitumia kwa muda mrefu. Zile dawa huwa zina viambata ambavyo vinaenda kuharibu figo. Kwa hiyo watu wenye maumivu, hasa joints, kwa watu wenye umri mkubwa wako kwenye hatari ya kupata matatizo haya, ugonjwa sugu wa figo, iwapo wataendekeza matumizi yasiyothibitiwa na madaktari kwa dawa hizi ambazo za jamii ya diclofenac. Lakini kuna matumizi ambayo ya mitishamba ya dawa ambazo hazijathibitiwa ambazo huwa pia zina viambata ambavyo ukizitumia pia neidha kwa muda mrefu au kwa muda mfupi, lakini unaweza ukapata matatizo au ugonjwa sugu wa figo. Kwa ufupi, hivyo ndo vitu vinavyosababisha kwa wingi kwa matatizo au ugonjwa sugu wa figo. Lakini bila kusahau kitu ambacho ni muhimu pia, watu wanaotumia pombe pombe kwa kiasi kikubwa au kwa wingi, mara kwa mara mtu anakunywa pombe nyingi kupindukia, pia yuko kwenye hali hatarishi ya kupata magonjwa au ugonjwa sugu wa figo. Pia watu wanaovuta sigara pia na wenyewe hawajathaulika, wako kwenye hali hatarishi ya kupata matatizo ya ugonjwa sugu wa figo. Nani anapata tatizo hili la ugonjwa sugu wa figo? Ndugu mtangazaji, ni kwamba watu wote wako kwenye uwezekano, kila mtu anaweza akapata tatizo la ugonjwa sugu wa figo. Lakini kwa mujibu wa takwimu inaonyesha watu wenye umri mkubwa, watu wanaovuta sigara, watu wenye vilibatumbo, tunasema vitambi, au kwa jina unene kupindukia, watu wako kwenye hali ambayo ni kubwa zaidi au hali hatarishi zaidi kupata matatizo kama haya ya ugonjwa sugu wa figo. Kwa upande wa dalili kama nilivyosema ni kwamba zinatofautiana. Mgonjwa anaweza akaja kwako ana kichefuchefu, lakini mgonjwa anaweza akaja kwako ana dalili za kuchoka, mwili unachoka. Lakini kwa ufupi ni kwamba figo, zile kazi za kawaida za figo zinakuwa hazifanyiki. Kwa hiyo mgonjwa anakuja na zile dalili. Mojawapo, figo ina kazi ya kutengeneza damu, inasaidia katika utengenezaji damu. Kwa hiyo mgonjwa ambaye ana tatizo sugu la ugonjwa wa figo huwa mara nyingi anapata tatizo la upungufu wa damu mara kwa mara. Lakini pia mgonjwa kazi mojawapo ya figo ni kuhakikisha kwamba inatoa sumu mwilini. Zile sumu zinaporundikana mwilini, mgonjwa anakuja kwako akiwa na dalili za anakuambia hamu ya kula inapungua, lakini ana kichefuchefu, anatapika, kifua kinabana, miguu imevimba. Lakini kitu ambacho mara nyingi watu wanakuja nacho hospitalini, anakuambia alikuwa amezoea kwenda haja ndogo, kukojoa mara 2, mara 4 au mara 5 seme kwa siku, lakini akija kwako anakuambia mkojo wangu muda ambao nilikuwa nimezoea kwenda
umepungua, lakini pia hata mkojo ambao nilikuwa nimezoea kuutoa umepungua, pamoja na kwamba nakunywa maji kawaida. Kwa hiyo hivyo vitu ambavyo mara nyingi hizo ni dalili ambazo mtu anaweza kuja nazo. Lakini kwa hatua ya ugonjwa wa figo ambayo imeenda zaidi, ambao tunasema kwenye advanced stage, ni kwamba mgonjwa anaweza akaja kwako analalamika usingizi, apate usingizi wa kutosha au analala sana. Hizi ni mojawapo ya dalili za matatizo ya figo. Lakini miguu kuwaka moto, tunasema ganzi, mgonjwa atakuja analalamika, ni mojawapo ya dalili za matatizo ugonjwa sugu wa figo. Dalili zingine ambazo anaweza kuja nazo ni pamoja na kama anaweza kaja kwamba ana dalili za kifafa, mgonjwa anapata kifafa, lakini pia kupoteza kumbukumbu na kuchanganyikiwa. Dalili ni nyingi kwa upande wa ugonjwa wa figo, dalili ni nyingi na wakati mwingine zinaendana au zinashabihiana na baadhi ya magonjwa mengine. Kwa upande wa matibabu yanatofautiana kadiri ya mtu alivyokuja hospitalini na daktari alivyompima baada ya kufanya utambuzi huo wa ugonjwa sugu wa figo. Lakini matibabu yanatofautiana. Matibabu ambayo nimesema ni ya moja kwa moja ni ya upandikizwaji kwa figo, ambapo hapa nchini kwetu hospitali ambazo zinafanya kazi za upandikizaji ni katika hospitali yetu ya rufaa ya taifa ya Muhimbili, lakini pia kuna hospitali ya rufaa ya Benjamin William Mkapa ambao kwa sasa hivi wanatoa hizo huduma za upandikizaji. Kwa upande wa hospitali yetu sisi Bugando, mchakato umeanza, tunasema mchakato wa ndani umeanza, jaribu kuangalia jinsi tutakavyoendelea. Lakini kuna watu ambao tunafikiria au tunapenda kushirikiana nao ili kuanza mchakato huu. Mchakato huu wa upandikizaji wa figo unahitaji watumishi wengi, lakini pia waliopata mafunzo kwenye kitengo hicho. Kwa hiyo mwanzoni katika hospitali ya rufaa ya kanda Bugando nilikuwa daktari pekee ambaye nilikuwa natoa huduma hiyo, lakini kwa sasa hivi kuna daktari mwenzangu ambaye ametoka masomoni, kwa hiyo tumefikia 2. Lakini tukifikia kwenye hatua ya kuanza huu mchakato moja kwa moja, mojawapo ya plani zetu ni kwamba tutafanya mafunzo ambayo yatakuwa yanatusaidia ili mchakato wetu uweze kwenda vizuri. Mwishoni kabisa, labda nini kifanyike ili kuzuia matatizo ya ugonjwa sugu wa figo? Kinachotakiwa kufanyika ni kwamba jamii kwa ujumla, wale ambao hawajaugua, wajenge tabia ya kuishi kadiri ya miongozo ya afya inavyowataka kuishi. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Afya inahamasisha watu kufanya mazoezi mara 3 kwa wiki. Angalau kila ukifanya basi angalau nusu saa, uhakikishe umetoka jasho. Umetoka jasho, moyo umefanya kazi, si ndio? Umechoma yale mafuta ambayo hayahitajiki. Katika kufanya hivyo utapunguza kwa kiasi kikubwa sana upatikanaji wa magonjwa yasiyoambukiza, magonjwa ya moyo, magonjwa ya figo, magonjwa ya sukari, lakini shinikizo la juu la damu ambao tunasema high blood pressure, ambavyo pamoja na unene uliopindukia, ambavyo hivyo vitu vyote kwa pamoja vinachangia pakubwa kwenye upatikanaji wa ugonjwa sugu wa figo. Kwa hiyo naweza nikahamasisha napenda kuhamasisha jamii iweze kuzingatia hayo mambo. Lakini kuna matumizi, kuna chumvi, chumvi, kuna watu wanapenda sana chumvi. Unapikwa chumvi, pamoja kwamba inatosha, anapenda kuongeza. Chumvi iliwe kwa wastani, isiliwe. Tunapenda kushauri kwamba chakula kikiletwa mezani kina chumvi ya kawaida, si vyema kuongeza chumvi pale mezani. So vyema kuongeza chumvi pale mezani. Lakini kwa upande wa mafuta, na tunahamasisha matumizi ya mafuta yanayotokana na mimea, ambayo mara nyingi
hayana cholesterol kwa wingi, rehemu inakuwa ni ndogo ukilinganisha na kutoka sehemu zingine kama kwa wanyama. Vitu kama hivyo. Kwa hiyo jamii inashauriwa izingatie hiyo miongozo, lakini kwa wale ambao tayari wamegundulika wana magonjwa ambayo yanasababisha kwa kiasi kikubwa ugonjwa sugu wa figo, na washauri wao wanaenda hospitali ambapo kuna mtaalamu kwa ajili ya kufuatilia jinsi wanavyoendelea kadiri walivyoelekezwa. Sasa inatofautiana, kuna wengine wanaenda mara moja ndani ya miezi mitatu, kuna wengine wanaenda mara moja ndani ya miezi miwili, lakini kuna wale ambao hatua ya ugonjwa wao iko juu zaidi, wanaenda labda mara moja ndani ya mwezi, na kuna wengine ndani ya wiki mbili, ndani ya wiki mbili wanaenda mara moja. Kwa hiyo inategemea kadiri ya mtu alivyo, lakini ni vizuri kupima angalau ndani ya miezi mitatu. Umepima mkojo, miezi 6 umepima mkojo, umepima sukari, umepima pressure. Kwa njia ambayo ni nyepesi tunasema tambua namba zako. Tambua namba zako. Ni vizuri ukajua basi sukari yako ni ngapi, ukajua wewe pressure yako ya kawaida huwa ni ngapi. Ni vizuri